Karibu mtazamaji katika YouTube yangu inayojulikana kwa jina la Darasa Huru la Injili HDI, ambapo katika YouTube hii tutakuwa tunajifunza masomo mbalimbali katika darasa letu huru la Injili. Wenye maswali na wanaotaka kuelewa zaidi tutawakaribisha. Mwishoni nitakupa namba yangu ya simu kwa ajili ya mawasiliano. Katika darasa hili huru tutajifunza mambo mbalimbali kuhusu imani yetu ya Kikristo. Kwa mfano, kwa leo nataka tujifunze kazi kubwa ambayo Kristo Yesu aliifanya, au mabadiliko makubwa ambayo Bwana Yesu aliyafanya. Biblia katika mstari nitakaosoma unaeleza jumla ya mabadiliko makubwa aliyofanya Bwana Yesu katika hatua tatu. Tunasoma hayo katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa huyo Yesu katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunaona katika mstari huu unataja maeneo matatu. Eneo la kwanza au kazi ya kwanza ambayo Bwana Yesu aliifanya ni kutuokoa. Alituokoa. Tena alituokoa kutoka katika ufalme wa giza. Na hatua ya pili inayotajwa, hakutuacha tu alipotuokoa, bali alituhamisha. Alipotuhamisha, kazi ya tatu tunaona akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunaona hapa kuna hatua tatu kubwa zinazoelezwa ambazo Bwana Yesu alizifanya: kutuokoa, mosi; pili, kutuhamisha; tatu, kutuingiza. Na kumbuka, alituokoa kutoka katika ufalme wa giza, akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ametutoa kwenye ufalme, akatuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme. Kwenye ufalme huu aliotuokoa, Biblia katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi ya 3 inatueleza kwamba kabla hajatuhamisha katika ufalme huo wa giza, tulikuwa tukidumu katika makosa na dhambi. Moja. Pili, tulikuwa tukidumu katika mienendo ya zamani ya babu zetu na kawaida za ulimwengu huu huko katika ufalme wa giza. Lakini pia tulikuwa tunatumikishwa na ufalme wa uweza wa anga huko kabla hatujahamishwa. Lakini Biblia inatueleza kuwa tulikuwa tunatumikishwa pia na tamaa za miili yetu na za nia. Sasa kwa ujumla katika ufalme wa giza tulikuwa tunafanya hayo. Bwana Yesu kwa kazi ya msalaba ametuhamisha kutoka katika hayo, ametuokoa katika hayo, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa pointi yangu, huku tulikohamishiwa, huku kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, tulipoingia huku katika ufalme wa mwana wa pendo lake, tunakuta kuna mambo kadhaa ambayo yametokea, mabadiliko makubwa sana. Badiliko ya kwanza, tulipoingizwa huku tunafanyika kuwa tunahesabiwa haki bure. Huku ndiko tunakohesabiwa kwamba sisi ni wana wa Mungu. Huku ndiko ambako tunazaliwa mara ya pili. Huku ndiko ambako kuna mambo kama 4 hivi. Ndiko ambako tunatakiwa kuwa na makuzi ya kiroho. Makuzi ya kiroho lazima kukua, kwa sababu kuokoka sio ndio mwisho, bali kuokoka ndio mwanzo. Tunategemewa ukiokoka unaanza na hatua ya uchanga, unakuja utu uzima, lakini baada ya utu uzima unatakiwa kukua kufikia umoja wa imani. 4, kumfahamu sana mwana wa Mungu. 5, kuwa mtu mkamilifu. 6, kukua kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na mwisho namba 7, lazima ukue ufanane na Kristo. Sasa ni hatua kubwa ambazo kanisa wakati mwingine limenyamaza, halielezi hatua hizi na watu hawana mikakati. Ni nia ya darasa hili
kujifunza hatua za makuzi baada ya kuokoka hadi tufanane na Kristo. Nikualike tena kwenye YouTube yangu, na usisite kuwasiliana na mimi kama kuna swali kwa namba 0756760855 kwa swali lolote na kwa mawasiliano yoyote, tafadhali tuwasilieni kwa namba hiyo. Usikose basi kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Mungu akubariki sana. Ni mjoli wa Bwana Christopher Kimweri. Amen. Mungu akubariki.